matokeo ukilinganisha na wachezaji alionao na ubora wa wachezaji na ubora wa timu yao. Kwa mimi sina shaka na timu ya Young Africans na wachezaji wao upatikanaji wa matokeo kwenye mechi inayofuata tarehe 10. Sawa. Tunaona Yanga anakwenda kumkosa Hali Aucho aliumia katika mchezo wa Coastal Union. Mashabiki wengi wa Yanga wanakuwa kama wana mioyo yao inaumia kuona kwamba sehemu ya katikati ya uwanja inaweza kuwa kipengele endapo tutakosa huduma ya Hali Aucho. Kwa upande wako wewe, endapo unakosa huduma ya Hali Aucho, nani unaona kama anakwenda kuvaa viatu vya Aucho pasavyo katika mchezo huo na kuhakikisha kwamba mnaondoka na alama 3? Hapo ndipo unapotakiwa kutafakari uwezo wa mwalimu. Ninapomkosa mchezaji fulani ambaye ni muhimili pale kwenye eneo fulani, natakiwa nitumie mbinu gani kupata matokeo? Ndio kitu ambacho kinamkosti Pep Guardiola sasa hivi. Tangu ameumia Rodri mpaka leo Manchester City imekuwa ni timu ambayo haina uhakika wa mechi anazokuwa anacheza, kwamba tukishinda leo hawana uhakika na mechi inayofuata kwamba tunaenda kushinda ama kupoteza. Hiyo yote ni kumtengeneza mchezaji mmoja kuwa muhimili wa timu nzima. Kwa hiyo mimi nadhani jana ameumia Hali Aucho na kocha Mirudi ameona kwamba tayari sina asilimia kubwa za kumtegemea Hali Aucho kwenye mechi inayofuata. Anaweza kuitafuta kuanzia jana, ndipo alipoanza kuiandaa mechi ya Azam baada ya kugundua Hali Aucho ameumia. Ataingia vipi dhidi ya Azam ambao wamekuwa na viungo hatari pale katikati? Unamzungumzia Faisal Salum, unamzungumzia James Akaminko, akina Mtasingwa na akina Yahya Zaid. Hao wote ni viungo wa katikati ambao wanao uwezo wa kubato na viungo wa Young Africans. Kwa hiyo anatakiwa atumie akili kubwa kocha wa Young Africans kwenda kubato na viungo wa Azam, ukilinganisha na mchezaji wake ambaye sasa hivi hataweza kumtumia kutokana na majeraha aliyoyapata. Kwa hiyo yote kwa yote tunamwachia mwalimu, kwa sababu yeye tayari tangia jana ameishapata ni jinsi gani anaweza kwenda kuingia kumface Azam. Anao wachezaji wengi, so ni yeye sasa kuweza kujua kwamba wachezaji nilionao muhimili ulikuwa ni Hali Aucho, naweza nikaingia na bato ya viungo katikati watano kwenye kariba ya kukaba, alafu mbele nikacheza na mshambuliaji mmoja wakawa wanasaidiana. Kwa hiyo mimi nadhani hamna kinachoshindikana, tunamwamini mwalimu wetu, ndio maana tukamkabidhi majukumu ya kuitumikia klabu ya Young Africans. Uko tayari kushusha silaha chini na kuwa support Simba katika mchezo wa kesho kuhakikisha kwamba anaendelea kupeperusha bendera ya Tanzania? Sipo tayari kumsapoti. Bendera ya Tanzania inapeperushwa na timu ya taifa. Kwa hiyo yeye kwa mipango yake, hata akileta kombe Tanzania Simba ataileta kwa nembo ya Simba Sports Club na sio kwa bendera ya taifa. Kwa hiyo yote kwa yote yeye aenda akacheze mechi zake. Mimi sitaki kudanganya na sitaki kuidhurumu nafsi yangu. Nitakuwa ni mtu wa mwisho kusema kwamba naisupport Simba. Mimi ninachojua nina mechi ninazoziface ambayo ni mechi ya Azam na mechi ambazo zimebaki kwenye ligi. Alafu msimu ujao tukutane kwenye michuano ya kimataifa. Basi. Yes. Inawezekana ulikuwa moyo umeumia baada ya mchezo kuahirishwa wa dabi ya Kariakoo. Sasa hivi najua unafahamu Eliza kwamba nafsi kidogo imetulia. Kwa upande wako, nafsi yako kidogo kama imetulia, uko tayari kwamba mchezo huo upigwe au bado unasimamia msimamo wako ule? Sheria na kanuni zifuatwe. Sheria na kanuni zifuatwe. Kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndio kosa. Kwa hiyo mimi nadhani kama 2021 Young Africans alifanya makosa ya kukubali ile ratiba ikabadilishwa na tarehe ikapangwa tukapeleka timu, nao hatutakiwi kufanya hivyo. Tunatakiwa tusimamie sheria na kanuni ili tupate ligi bora halali. Nashangaa sana tunasema tuna ligi bora barani Afrika, ili hali ukiangalia kila kigezo kinakukataa, labda kwa kigezo kimoja tu kwamba utoaji, yani urushaji wa matangazo ya ligi pengine ndio inaweza ikawa kigezo cha kutufanya sisi tukae nafasi ya 4 barani Afrika. Unakuta ni hakuna. Kwa hiyo huwezi kuniambia tuna mwamuzi mmoja anayechezesha michuano ya kimataifa alafu useme una ligi bora. Huwezi kuniambia madudu wanayoyafanya waamuzi, hata mechi ya jana mimi nilikuwepo pale, alafu niambie tuna ligi bora. Mimi nadhani angalau item ligi ya Tanzania ni bora barani Afrika. At least uwe na waamuzi wanaojielewa, urushaji wa matangazo, kitu ambacho kiko beta, alafu na maamuzi na ufuataji wa sheria. So unapoamua
kesi inayomhusu Simba na Yanga unataka utumie busara. Unapoamua kesi inayomhusu Simba na timu ndogo unataka sheria na kanuni zifuatwe. Kwa hiyo kuna sintofahamu nyingi sana ambazo zimekuwa zikiendelea. Wanapokutana nazo hawa vilabu vidogo utasikia sheria na kanuni zinafuatwa. Nakupa mfano. Mbeya Kwanza msimu wake wa kwanza anapanda kucheza ligi kuu, kuna mechi alitakiwa kucheza na Namungo. Alienda kucheza na Namungo pale Ruangwa. Taa zilikuwa hazijawekwa. Mechi ilikuwa inatakiwa ichezwe saa 10. Kisheria unatakiwa ucheze uwanjani kama tu vitu vyote vimekamilika. Kitu cha kwanza ni ambulance kwa ajili ya afya ya wachezaji, kwa sababu ule mchezo ni hatari. Kwa hiyo Mbeya Kwanza ameenda uwanjani, ambulance haikuwepo uwanjani. Amekaa si chini ya dakika 20, si zaidi ya dakika 30. Akaondoka. Alipokwa alama akapewa Namungo, si ndio? Kwa mujibu wa kanuni, si ndio? Simba amewahi kuumwa wachezaji takribani 3 mpaka 4. Mechi dhidi ya Kagera wanaumwa mafua, mechi iliahirishwa kwa mujibu wa busara. Hiyo sio kanuni, kwa sababu kanuni inakutaka wewe klabu usajili wachezaji kuanzia 28 mpaka 30. Maana yake ni vikosi viwili na mibadala yao, si ndio? Sawa, wameumwa wachezaji 4. Unashindwa kucheza? Unacheza. Kama Tabora msimu wake wa kwanza amepanda walicheza wachezaji 7. Kwa nini busara isingetumika pale kwa Tabora na Azam? Na kikapigwa kwa mujibu wa kanuni na sheria inavyotaka kwamba ukiwa na wachezaji kuanzia 8, 7 unao uwezo wa kucheza. Lakini kwa nini wachezaji wa Simba walivyoumwa mafua mechi iliahirishwa? Alafu Yanga anaenda kucheza na Namungo, wachezaji backline yote wanaumwa mafua, wana meza dawa wakacheza. Kwa nini Simba amewahi kwenda kucheza na RS Berkane, alivyorudi alitakiwa kucheza na Biashara United kwenye ligi? Mechi kasogezwa mbele kwa mujibu wa busara kwamba benchi la ufundi limechoka, wachezaji wamechoka kutokana na safari. Lakini Young Africans ameenda kucheza na Club African, amerudi alitakiwa kucheza na Kagera. Wameomba mechi sogezwe mbele kutokana na uchovu wa wachezaji na hali ya hewa ambayo haikuwa salama. Mechi ikakataliwa, ikachezwa. Ina maana wanapokutana baina ya hivi vilabu viwili Simba na Yanga, unaona busara inamfavor zaidi Simba, alafu inamdidimiza Young Africans. Mechi nyingi alizocheza Simba Sports Club, marefa ni wengi sana ambao wametumikia mechi za Simba, takribani marefa 10 mpaka 12. Young Africans marefa waliochezesha mechi zake ni takribani marefa 8 mpaka 9. Kuna uwiano tofauti, huku wako wachache, huku wako wengi, lakini wengi wameonekana kuwa wabovu zaidi kuliko wachache. Marefa wachache waliochezesha mechi za Young Africans wameonekana kuwa bora zaidi kuliko wale wengi. Maana yake kuna pointi ambazo Simba amezipata ambazo amezitoa mikononi mwa marefari. Kuna mechi ambazo Simba ameshinda kila mechi goli 1-1, unaona ilikuwa ni hatima ya refari. Kwa hiyo mimi nadhani tukitumia sheria na kanuni, siwezi kuona hizi scenario zikiendelea. Tusingefika huko kama sheria na kanuni wangezitambua mapema. Hata hivi vilabu vingejua kabisa kuna sheria na kanuni ambazo hatutakiwi kuzivunja, tunatakiwa tuzifuate. Mtu asingekuwa anajiandikia tu barua kwamba siko tayari kupeleka timu uwanjani kisa sijafanya mazoezi. Kwa hiyo mimi nadhani sheria na kanuni zinatakiwa zifuatwe. Ingekuwa kwamba timu isipofanya mazoezi isipeleke timu uwanjani, basi Taifa Stars ilivyozuiliwa kufanya mazoezi Morocco, hatakuwa na sababu ya kupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo mimi nadhani sheria na kanuni zifuatwe na sio busara. Masuala ya busara sasa hivi yasichukue nafasi, sheria na kanuni ifuatwe. Shukrani sana. Karibu.